inatuumiza sana. Sisi wanyonge tunakuwa tunaonewa kwa sababu gani? Na hapa wamebomoa juzi, wametumwa watu wale. Kachukueni mipaka ili tujue tunawasaidiaje. Mwisho wa siku na watafanya kama yale. Kwa hiyo wananchi wamegomea hicho. Haiwezekani toka tarehe 15 mpaka sasa hivi hatujapata utatuzi na ufumbuzi. Aisee, ninaumiza sana. Tunakuomba Mama Samia utusaidie jambo hili liweze kuisha. Sisi tuweze kumiliki maeneo yetu, maana tuko mahali hapa kwa muda mrefu sana. Lakini tunashangaa pasipo taarifa yoyote, pasipo kupewa taarifa hata balozi kuwa tokeni, wanaingia wanavunja nyumba zetu. Tumeathirika sana. Hapa tulipo hatujui hata hiyo Jumatatu watoto wetu wanaendaje shule. Na sielewi mimi nifanyaje mpaka dakika hii. Kwa mimi nilikuwa naomba serikali iniangalie kwa upande wa pili. Mimi ni kijana ambaye napambana. Lakini dakika ya pili nimekuja kuvunjwa nyumba yangu na watoto wangu mimi sielewi naweka wapi mpaka dakika hii. Yaani yangu mimi ndo hayo. Kiwanja pengine ulinunua mwaka gani? Kiwanja mimi nilinunua 2014. Na dokumenti zote za mauziano nazo hizi hapa. Leo kitu kilichotokea pale mimi sijaona chochote. Zaidi tu ya viongozi kuja na kutuletea maandazi. Wakati watoto wetu wako nje, vyakula vimefukiwa ndani na hatuelewi watoto wetu wanaishije. Tunalala nje kama hivi mnavyoona. Lakini bado viongozi wanatuletea maandazi na wanatutuliza kwamba wenyewe wanajua wanachofuatilia. Mimi sikuwa na taarifa yoyote, lakini nilipigiwa simu toka kwa balozi. Na siku wakati wanafanya zoezi hili la ubomoaji, kulikuwa kuna kesi ambayo iko mahakamani ya mwananchi, kwa hiyo nilikuwa nimeitwa kule. Kwa hiyo baada ya majira ya saa 7 mchana ndo nikapigiwa simu na balozi. Niambia kwamba kuna lile eneo kule upande kwa kina Kabulule kuna zoezi la ubomoaji linaendelea. Kwa hiyo alivyoniambia hivyo mimi nikamkatalia, nikasema hapana, mbona sina taarifa yoyote na mtendaji wala hajanipigia simu. Kwa hiyo akaniambia basi ngoja na mimi nimepigiwa simu na mwananchi, ngoja nifike eneo la tukio, nikifika hapo nitakujulisha nini kinaendelea. Kwa hiyo balozi alifika nadhani kwenye eneo la tukio, lakini baadaye nikawasiliana na mtendaji kukonfirm kwamba je, yeye ana taarifa. Na kwa bahati mbaya ile siku ya ubomoaji sisi ofisini tulikuwa tupo. Mimi nilikuwa mahakamani, mtendaji alikuwa ofisi ya kata. Lakini baada ya hapo kumpigia simu mtendaji akasema mbona mimi sina taarifa yoyote. Na kweli kwa hatua tunazoendelea nazo na mheshimiwa diwani ni kuona namna ya kuweza kuwasaidia wananchi. Lakini kama mnavyoelewa kwamba zoezi hili linakuwa linatupa wakati mgumu sana. Kwa sababu kumbuka sisi viongozi pia ni binadamu, na unajua kabisa na sisi kwamba sio kwamba tuna kipato kikubwa, ni viongozi wa chini kabisa. Sio kwamba tuna kipato kikubwa cha kuweza kumudu kwa hudumia wananchi. Kwa hiyo zoezi tunaoendelea nao ni kuona kwamba ni namna gani waweze kupata hifadhi ya muda. Wakati huo tunaendelea kuona namna kama wanaweza kupata taratibu zingine, kwa sababu mahakama ikishatoa maamuzi tunakuwa hatuna cha kusema. Cha msingi inakuwa tu ni busara zitumike. Kwa hiyo hapa tunaendelea kuona namna kama tunaweza pia tukaendelea kuonana na hao viongozi wa Imam Takwa tuone ili swala tunaliwekaje. Kwa sababu pia ni viongozi ambao ni taasisi ya dini ambayo inahusika na jamii. Kwa hiyo hata wao waone kwamba hicho walichokifanya kwenye jamii, je, kiko sawa au hakiko sawa. Hawajafika hapa.